Faida za kwenda JKT hata kama hutaenda jeshini. Watu wengi wanafikiria ukienda JKT lazima uwe askari. Lakini ukweli ni huu. JKT inaweza kubadilisha maisha yako hata kama hutaingia jeshini kabisa. Leo kwenye Jack Media TZ tutakufungua macho. Faida halisi za kwenda JKT na kwa nini inaweza kuwa hatua muhimu zaidi ya maisha yako. Namba 1, nidhamu ya maisha. Faida ya kwanza ni nidhamu. JKT inakufundisha kuishi kwa utaratibu, kuamka mapema, kuheshimu muda na kutekeleza majukumu bila kusukumwa. Hii nidhamu ndiyo msingi wa mafanikio kwenye kila eneo la maisha. Namba 2, kujitegemea. Faida ya pili ni kujitegemea. Kambini hakuna mama wala baba. Utajifunza kujihudumia, kujipanga na kusimama mwenyewe. Na ukweli ni kwamba maisha ya nje yanahitaji mtu anayejitegemea. Namba 3, uzoefu na uvumilivu. JKT inakujenga kuwa mtu mgumu, sio kwa mwili tu, bali hata kwa akili. Utajifunza kuvumilia njaa, uchovu na changamoto, na bado ukaendelea kusonga mbele. Huu ndio uwezo unaotenganisha wanaofanikiwa na wanaokata tamaa. Namba 4, umoja na ushirikiano. Kambini hakuna mimi peke yangu, kuna sisi. Utajifunza kufanya kazi kama timu, kuheshimu wenzako na kusaidiana hata kama ni kwenye mazingira magumu. Huu ni ujuzi muhimu sana hata kwenye kazi na biashara. Namba 5, fursa za maisha. Watu wengi hawajui hili. JKT inaweza kufungua milango mingi: ajira, mafunzo, mitandao ya watu, yaani connections. Na muhimu zaidi, JKT mara nyingi huwa hatua ya maandalizi kwa wale wanaotamani kujiunga na vyombo vya ulinzi na usalama kama vile polisi, magereza na JWTZ. Hii ni kwa sababu unakuwa tayari umejengeka kwenye nidhamu, ukakamavu na misingi ya mafunzo ya kijeshi. Hata kama hutaingia jeshini, unatoka na kitu ambacho watu wengi hawana: uzoefu wa maisha halisi. JKT sio tu mafunzo ya muda mfupi, ni shule ya maisha. Inakubadilisha, inakujenga na inakuandaa kwa dunia halisi. Je, wewe unaonaje? JKT ina umuhimu gani kwa vijana wa leo? Andika maoni yako hapo chini, tujadili pamoja. Usisahau like, share na subscribe kwa maarifa zaidi yatakayokujenga. Kumbuka, kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.